Hii ni Mtoro TV. Rahim. Mwakilishi wa Mufti Mkuu wa Zanzibar Sheikh Khalid Mfaume, mjumbe wa Baraza la Ulama, Sheikh wa Mkoa wa Dar es Salaam Sheikh Walid Omar Kawambwa, mashekhe wa mikoa na mashekhe wa wilaya mliopo hapa, mwakilishi wa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, mkuu wa wilaya ya Kinondoni, mashekhe nyote mliopo hapa na waalimu, wajumbe wa kamati ya maandalizi, natambua uwepo wa akina mama, ndugu waumini, mabwana na mabibi, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Naomba nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia uhai na afya njema na kutuwezesha kuhudhuria katika shughuli hii ya dua ya kuombea viongozi wa nchi, mamufti, mashekhe na waislamu wote waliotangulia mbele ya haki, pamoja na kuiombea amani nchi yetu. Napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa uongozi wa Baraza Kuu la Waislamu Tanzania kwa maandalizi mazuri ya shughuli hii na kwa kunialika kwa mara nyingine tena kuwa mgeni rasmi. Aidha, napenda kuchukua fursa hii kuwashukuru mashekhe, viongozi na waumini wote mliojitokeza katika kufanikisha shughuli hii muhimu. Namuomba Mwenyezi Mungu aupe baraka mkusanyiko wetu huu, azikubali dua zetu na atulipe sote kila la kheri. Ndugu Waislamu, wageni waalikwa, Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametufundisha kuwa dua ni miongoni mwa ibada kubwa mbele ya Mwenyezi Mungu mtukufu. Kwa mnasaba huo, waumini wa dini ya Kiislamu tuna wajibu wa kumuomba Mwenyezi Mungu kwa kufanya dua, iwe kwa pamoja kama hivi tunavyofanya au mtu mmoja mmoja, ili kutafuta radhi za Mola wetu. Napenda kutoa shukrani zangu za dhati kwa uongozi wa Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA kwa kuendeleza utaratibu huu kila mwaka, na hasa katika mwaka huu ambapo nchi yetu inakabiliwa na uchaguzi mkuu, ambapo amani ina umuhimu mkubwa kabla, wakati na baada ya uchaguzi huo. Tunamwomba Mwenyezi Mungu atuvushe salama katika uchaguzi unaokuja. Ndugu Waislamu na wageni waalikwa, jukumu la kuombea dua mashekhe, waalimu na Waislamu wenzetu walio hai na waliotangulia mbele ya haki ni miongoni mwa dalili za imani ya kweli kwa waumini. Hakika hii ni ishara njema ya kuonyesha mapenzi yetu makubwa kwao, kwa mchango wao katika kuendeleza Uislamu na kupelekea ustawi katika jamii yetu. Hatua hii pia ni miongoni mwa sadaka zetu kwa waumini wenzetu, jambo ambalo vile vile tumehimizwa katika Uislamu. Kadhalika, mkusanyiko wetu wenye lengo pia la kuiombea amani nchi yetu ni miongoni mwa mikusanyiko ya kheri, kwani amani ni jambo la msingi sana kwa mustakbal wa taifa lolote lile. Hivyo ni jambo jema kuwa Baraza Kuu la Waislamu Tanzania limekusanyisha hapa waumini na viongozi kutoka sehemu mbalimbali kwa madhumuni ya kuja kumuomba Mwenyezi Mungu atudumishe katika amani tulionayo, ili wananchi waishi kwa amani na nchi yetu iweze kupata maendeleo. Nami napenda kutumia fursa hii kuwasihi wananchi wenzangu, tuendelee kudumisha amani yetu tulionayo kwa ajili ya mustakabali mwema wa taifa letu kwa vizazi vya sasa na vizazi vijavyo. Ndugu Waislamu na wageni waalikwa, kwa lengo la kuleta mustakabali mwema wa taifa letu, lazima Watanzania sote tuendelee kudumisha umoja na mshikamano wetu
na kujiepusha na yale yote yanayoweza kutugawa. Tunajifunza kuwa haya ni miongoni mwa maagizo ya Uislamu kama alivyotambia Mwenyezi Mungu katika aya mbalimbali za Qur'ani na kuhimizwa kupitia hadithi za mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hivyo ni wajibu wetu tuendelee kuhimizana na kuwafundisha vijana wetu umuhimu wa kuendeleza misingi ya taifa letu ambayo ina mchango mkubwa kwa maendeleo na mafanikio ambayo nchi yetu inaendelea kuyapata katika kila nyanja. Ndugu Waislamu na wageni waalikwa, napenda kuhitimisha nasaha zangu kwa kutoa shukrani zangu tena kwa uongozi wa Baraza Kuu la Waislamu Tanzania kwa kuandaa shughuli hii ya dua. Tumuombe Mwenyezi Mungu azikubali dua zetu. Aidha, napenda kutoa shukrani maalum kwa kamati ya maandalizi ya shughuli hii pamoja na waalikwa na waumini nyote mliojitokeza kwa wingi katika kufanikisha dua hii. Namuomba Mwenyezi Mungu aizidishie nchi yetu amani, umoja na mshikamano, na aijalie baraka na neema katika kufanikisha mipango yetu ya maendeleo ili tupate mafanikio zaidi. Wabillahi tawfik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tunakushukuru kwa nasaha njema hizo, nzuri kabisa, na alhamdulillah, baada ya maneno mazuri hayo ya Mheshimiwa mgeni rasmi Dr. Hussein Ali Mwinyi. Hii ni Mtoro TV.